Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Waislamu, assalamu alaikum. Bwana, poleni kwanza na mfungo. Wakristo na Waislamu wote najua mpo katika mfungo. Sasa bwana, wakati nyinyi mnaendelea na mfungo huko kumuomba Mungu, huku bwana mimi nilipo panaitwa Tandale, na kitu kilichonileta huku bwana ni story ya wapangaji wawili ambao wameamua kupeana mimba, lakini mke mtu hafahamu kama huyo jirani yake ana mimba ya mumewe. Sasa leo bwana mwenye mimba ameniita hapa na anahitaji kuwa muwazi kwa mke wa mpangaji mwenzie. Nimeshafanikiwa kufika mpaka nyumbani. Nimekuja tu kukufungua ili mradi majirani zake wengine wasifanyaje, wasisikie. Sasa njoo twende mpaka nyumbani kwa huyo mama tukazungumze naye. Sijui ni mama yule, sijui ni mtoto, sijui ni sister, mimi sitaki kujua, lakini ni kadogodogo, si ndio? Okay? Ni huku. Njoo. Yo, mambo? Oya, ni hapa. Miki kama kawaida tunakaa chonjo, tunajificha kidogo, si ndio? Hii nipige wapi? Niweke hapa miki au nishike tu hivi? Nishike. Inabidi nibane hapa kwanza. Kwa sasa hivi mradi asijue kama tuna rekodi, si ndio? Hapo nyama. Odi. Habari? Kwema sister? Asante za hapa. Habari jamani? Kwema? Sawa. Okay. Bwana nimetii wito. Mimi ndo nakaa hapa au mimi nakaa kwenye ndoo? Wewe unakaa kwenye ndoo? Sawa. Hivi hapa sio mlangoni au hapa fresh? Karibu sana. Asante. Hapa nyumbani. Nasikia harufu ya maharage. Unaendeleaje lakini? Naendelea vizuri, namshukuru. Okay. Sasa kabla ya vyote naomba nikutaarifu ya kuwa hili tukio nitalirekodi pale. Kuna cameraman wetu Miki pale ana rekodi. So itakuwa ni kama history ya hili jambo ambalo limetokea hapa. Na hapa mkononi mwangu ina hii hapa tape recorder. Hii itakuwa tu inachukua sauti. So mimi nitakachokuwa nakifanya ni kukuuliza tu baadhi ya maswali kutokana na hii huu mtiti ambao umetokea katika maisha yako. Cha kwanza, unaitwa nani? Naitwa Tina. Unaitwa Tina? Ndio. Wewe ndio mhusika mkuu mwenye huo ujauzito? Ndio. Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam. Ndio. Unaweza ukakaa labda tukakaa tuangalie hivi. Tuangalie ndo yako iweke kwa hapa. Mali tuangalie kwa hivi kidogo. Yeah. Basi ngoja tusogelee. Sawa, wewe umesema ni mzaliwa wa hapa Dar es Salaam. Asili yako unatokea mkoa gani? Mimi natokea Tabora. Wewe ni Msukuma? Hapana, Mnyamwezi. Mnyamwezi. Okay, sawa. Na huku Dar es Salaam upo kwa ajili ya mishe gani? Huku nimekuja kwa ajili ya kutafuta tu. Kwa umetoka Tabora umekuja huku? Ndio. Na umri wako? Na miaka 22. Miaka 22. Okay. Watu pale wanakutazama, watu wanafahamu, wakiona tu mimi nimekaa na mtu hivi nimemshikia mic, basi kuna tukio ambalo tunataka kulitatua kama kawaida. Nadhani wewe mwenyewe pia ulinipata mimi kupitia mitandao ya kijamii, si ndio? Ndio. Okay, sawa. Sasa tunatamani kujua history ya tatizo ambalo limekutokea, jambo ambalo linaendelea kwako, story kamili. Kama unaweza kutuambia ili mradi tujue ni wapi tunaweza kukusaidia, ni wapi tunaweza kukutetea, si ndio? Ndio. Umefunga kwanza? Wewe ni Mkristo Muislamu? Muislamu. Kwa nini hujafunga? Kutokana na hii hali ya ujauzito nimeshindwa kufunga. Hebu subiri kwanza. Jamani, naomba nikuulize swali. Kwani mtu akiwa mjamzito afungi? Anafunga afungi? Afungi? Basi watu watatujibu kwenye comment. Ni wale wako sasa hivi wajawazito wanatakiwa kufunga. Of course sijui, lakini okay, sawa, siwezi kupingana na nyie. Tunatamani kujua kisa kamili mpaka wewe ukaamua kushika ujauzito wa mpangaji mwenzio. Sababu zilikuwa ni zipi? Kwa nini? Je, mpo kwenye mahusiano? So mimi hapa nitaenda kukuuliza maswali taratibu. Haya maswali utayajibu kama yatakuwa ndani ya uwezo wako. Sawa bidada? Sawa.
Okay, sawa. Mimba ambayo ipo tumboni mwako, je, huyo mwanaume unampenda? Ndiyo. Ni mwanaume wako? Hapana, ni ana mwanamke wake mwingine, ila mimi hapa nilihamia, ni mpangaji mwenzangu. Baada ya kuhamia hapa alitaka kuanzisha mahusiano na mimi. Nani alitaka kuanzisha? Ngoja kwanza. Nani ambaye alikuwa anataka kuanzisha mahusiano na mwenzake, wewe au yeye? Yeye, huyo mwanaume nilomkuta hapa. Anaitwa nani huyo mwanaume? James. Anaitwa James? Ndio. Okay. Kwa hiyo mkaanzisha mahusiano? Lakini mimi hapa nilimkuta na mwanamke, lakini hawaishi pamoja. Kwa hiyo huyo mwanamke ambaye inasema kumbe sio mke wa ndoa ama? Ndio, yani huyo mwanamke huwa anaingia na kutoka. Okay. Sawa. Na sorry kidogo. Sorry. Kwa nifanye hivi, simu yangu niizime mradi tuweze kuzungumza vizuri. Sawa. Na kama ulivyosema anakuja na kutoka, wewe una uthibitisho gani kuwa huyo ni mtu na mkewe? Au ulikuwa unaona kabisa moment za kuwa hawa ni wachumba au wanandoa? Watu walikuwa kwenye mahusiano wanajulikana. Kwa hiyo alipohitaji kuanzisha mahusiano na mimi, nilimuuliza kuhusu huyo mwanamke mwingine. Alijielezea kwa ufupi kwamba alisema ni mwanamke wake, ila yeye ampendi, wapo tu kwenye mahusiano basi. Na chingine, mpaka mimi kufikia kubeba huu ujauzito, aliniambia kuwa mwanamke wake kwanza hazai, anatumia vidonge vya uzazi kila mwezi ili ashike ujauzito, lakini wapi. Kwa hiyo alihitaji kuwa na mahusiano na mimi ili niweze kumbebea huu ujauzito ambao niko nao hapa. Ina maana ujauzito ambao upo katika tumbo lako wewe hauhitaji? Yeye alisema anataka kuzaa na mimi, sio kama mimi sihitaji. Ningekuwa sihitaji nisingefanyaje? Nisingebeba hii mimba. Wewe unahitaji kuzaa naye? Ndio. Na alipokuletea proposal kuwa anakutaka lakini ana mkewe, wewe ulimkubalia hivyo hivyo? Ndio, kwa sababu alisema kuwa hampendi azai, ndio maana nilikubali. Kipindi hicho ulikuwa kwenye mahusiano? Hapana. Hakuwa kwenye mahusiano? Ndio. Okay, sawa. Na vipi sasa kwa upande mwingine, labda kwa upande wa familia yako, tayari wana taarifa kwa wewe ni mjamzito? Hapana, hamna mtu anayefahamu. Huyo mke mtu bado hajahisi chochote? Hajahisi chochote, kwa sababu yani yeye kipindi tunaanza mahusiano na huyo mwanaume alimwambia yule mwanamke wake mwingine kwamba mimi na yeye tutaishi kama mtu na wifi yake, ili asigundue kwamba sisi tuko kwenye mahusiano. Mtu na wifi yake kivipi? Yaani wewe na huyo mwanaume muwe mtu na dada yake ama? Ndio. Na likawezekana? Yaani ni kufanya tu janja ili mradi yule mwanamke mwingine asijue, asigundue kama sisi tupo kwenye mahusiano. Okay. Sawa. Na vipi sasa kwa upande mwingine, labda kwa huyu mwanamke amehisi labda anajua kama wewe ni mjamzito? Hapana, hajui chochote. Mlipokuwa mnataka kuishi kama mtu na wifi yake, mlifanikiwa kuishi hivyo? Tumeishi sana, mpaka leo bado tunaishi kama mtu na wifi yake. Ina maana haya mahusiano yenu yana muda mrefu? Ndio. Na mmefanya mara ngapi? Mara nyingi tu. Wewe sasa ukawa kama mke mdogo? Ndio. Kwa hiyo wewe na huyo mke mtu mnafahamiana vizuri tu? Ndio. Yaani kama mtu na wifi yake. Akai lakini hapa? Yeye akai hapa, anaishi kwake sehemu nyingine, mimi ndo naishi hapa na huyo mwanaume. Okay. Wewe chumba chako hapa ni kipi? Chumba changu ni kile pale, huyo mwanaume ni yuko kwa upande wa pili. Komka. Haya bwana, mkashindwa kuzuia miemko yenu mkajikuta mnajiingiza kwenye haya mambo, si ndio? Ndio. Kwa hiyo leo tunafanyaje sasa? Tunamwambia mwanaume kwanza? Wewe mwanaume hujamwambia umesema? Mwanaume sijamwambia. Unavyohisi ukimwambia atakubali au labda lakini si alikuwa anataka umbebe ujauzito?
Ndio. Basi mimi nadhani mwanaume atakubali. Sidhani kama mwanaume anaweza kupingana na hilo swala. Kwa hiyo hapa issue ni kama ulivyoniambia, kwa inabidi mkewe ajue. Ndio. Wewe nini dhamira yako kwa mkewe mpaka afahamu kwa wewe ni mjamzito? Dhamira yako ni nini? Dhamira yangu yani hapa kubwa, yani tupate suluhu kupitia wewe, kwa sababu najua nikimfuata tu mwenyewe kumwambia lazima kutakuwa na mtafaruku, tutagombana, tunaweza kupigana, kuumizana, mambo yakawa makubwa. Kwa mpaka kufikia tu kuita wewe hapa, nilikuwa nataka haje tuyaongee ili afahamu, nimwite na wewe mwanaume hapa aje tuyamalize. Kwa hiyo hapa kwa ajili ya kulinda usalama wako ukapendekeza mimi niwepo ili mradi uliseme hili mbele za watu. Okay, sawa. Basi inabidi tuwasiliane naye, tumwite ili mradi aweze kufika, tujue kwanza anakaa wapi, au tunaenda nyumbani kwake. Amna, yeye aishi mbali, tukimpigia simu tu anakuja hapa. Kwanza hapo mume mtu akukwambia kwa nini aishi na mkewe? Hakuniambia. Mimba yako ina muda gani? Ina miezi 2 sasa. Ndio. Asa mpaka inafika miezi 2 kweli jamaa ajui, au jamaa siku hizi haichapi? Amna, tunaishi ila bado hajagundua kuwa mimi ni mjamzito kwa sababu sijampa hiyo taarifa. Mara mwisho kukutana naye lini? Tuna wiki kama ya 2 hivi sijaonana naye, yuko busy sana. Hata kama nyesi mnakaa majirani hapa, au wewe ndio hutaki kuonana naye? Amna, huwa anatoka asubuhi anarudi usiku, kwa ni ngumu kukutana. So jamaa unauaga unamfulia wewe, unamfanyaje au hivyo vitu vingine anafanya mkewe, kazi yako ni moja tu? Wakati mwingine huwa tunafanya wote. Kwa mfano ikapita kipindi kirefu ajaje, mimi ndio huwa nafua, anashughulika na vitu vya chumba chake, huwa namaliza mimi kila kitu. Ushai kumwambia jamaa labda swala la wewe kuishi naye? Hapana, sijai kumgusia. Wewe una mpenzi mwingine mtaani hapo? Kazini kwako? Hapana. Basi mimi nadhani hapa huu ni wakati ambapo inabidi bidada aweze kumpigia huyo mke mtu sasa aje hapa tuweze kuzungumza kwa pamoja, tuone kama kuna uwezekano wa kutuelewa kwa hili jambo ambalo linatokea kwa dada nani wewe, Tina? Ndio. Kwa dada Tina. Sawa. Basi mpigie simu. Hapa chini sina iko ndani. Kachukue. Njoo mpigie huku, simpigie huku. Nataka kumsikia huku. Halo? Mambo? Poa. Mzima? Mimi mzima, niambie udugu wangu. Uko wapi? Niko nyumbani. Unaweza kuja kwangu mara moja? Sasa hivi? Kuna nini udugu wangu? Kuna tatizo? Hamna tatizo lolote. Haya, okay
sawa basi, nakuja sio muda. Uwai nakusubiri hapa. Haya, sijali, nakuja sio muda. Sawa poa. Haya jamani, ngoja si tumsubirie. Sasa mimi nilikuwa najua muda wote ndo huyu mwanao. Mbona kama ndo anakuja? Akina mama salama jamani. Udugu mambo. Poa. Udugu menawili. Hapa. Hiyo ndio inaitwaje rangi zambarau? Unaijua. Vipi wewe? Kaa hapa, njoo kaa hapa. Uko poa? Uko poa. Udugu karibu. Asante. Uko salama? Niko salama. Bwana mimi, simuona rangi zetu zinafanana. Naona leo ndugu yangu kapata ugeni. Bwana mimi nilikuwa nimeleta proposal ya ndoa. Asa vipi? Karibu. Sasa nashindwaje kwa Swahilini? Na vile ndugu yangu alikuwa mpweke. Hapo sawa. Bwana, wewe simama mtoto alipokuwa au naogopa. Anavong'aa rangi yake uje kama nani? Yule mdada kwa Kramvevo. Nani yule mweusi yule? Nani yule? Sikitu. Ewa! Sasa mimi sijapata mchumba hapa. Sikitu mambo? Poa. Sasa udugu vipi kwanza? Udugu unakaa mbali? Mimi sikai mbali. Umefunga shoga yangu? Na vidonda vya tumbo mwezio. Jamani. Kwa kama kawaida unabugia. Bwana mimi nakula. Basi sawa. Lakini uwaga unafunga au wewe ufunge kabisa? Ikitokea muda mwingine naweza nikafunga, lakini kwa sasa hivi Lakini shoga yangu ngoja kwanza. Unasikiaga au mfungo kidogo unampumzisha hata shemu au umeolewa? Mimi nimeolewa. Umeolewa. Mshikaji anafunga? Wote mna vidonda vya tumbo. Bwana wewe. Mume wangu kafunga. Okay, sawa. Unajua mume una muda gani? Mume wangu. Asubuhi nilikuwa naye. Leo? Umemwandalia msosi? Unajifikiria, si unasema amefunga wewe. Unatudanganya udugu. Hebu ongeeni ukweli. Wewe umefunga na mwanaume wako pia kafunga? Kwa kweli mimi sijafunga. Yeye? Na yeye pia sijajua kama amefunga kwa sababu sijajepo muda mrefu hapa. Kwa hiyo wewe mume wako yuko hapa? Mambo anaishi hapa. Yes, nani Tina, mbona hujaniambia? Mwanaume wake anaishi hapa ndio. Sasa mbona mnakaa karibu na unasema hujaja muda mrefu? Sasa ikitokea kama hivyo nimemisi nakuja namsalimia. Umemisi au umeimisi? Kwa hiyo nataka kutuambia ni kwamba wewe unakujaga hapa lakini ufahamu kama au mara mwisho kuja hapa, mkuwa mkweli, mara mwisho kufika hapa ni lini? Na kama siku mbili. Na kama siku mbili sijaja. Kwenye mfungo huu? Ndio. Unakujaga mchana usiku? Na ndio maana nikwambia mimi sijafunga. Kwa hiyo kama hujafunga kazi inaendelea. Kama kawaida. Okay, una mtoto? Hapana. Hauna mtoto? Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Iringa, Njombe. Sasa Tina, wewe unaweza kuja kukaa huku, mimi nikae hapo kati. Mimi nataka nikae hapo kati na kiti changu. Tubadilishane kwanza, niongee na mtu wa Njombe. Huyu unajua huyu ndo wa kwetu wa kukaa. Huyu wa kwetu wa kukaa. Okay. Sawa. Sasa hivi umesema tu nani? Mimi. Jina lako nani? Mimi naitwa Lilian. Lilian. Mtoto wa Njombe. Sasa bwana, hapo bwana kuna kitu ambacho kimeweza kunikutanisha mimi na Tina. Mimi kwanza ushawahi kuniona popote labda? Wewe? Nakuonaga tu mtandaoni. Huko basi. Si ndio? Okay, sawa. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa natamani sana kukwambia leo. Na hichi kitu bwana amenishirikisha rafiki yako, udugu wako Tina. Wewe na Tina kwanza undugu wenu uko vipi? Mimi na Tina? Huyu ni wifi yangu. Wifi yako kivipi? Yaani huyu hapa na mume wangu. Baba yao mmoja, mama yao mmoja. Kwa hiyo ni mdogo wake.
Haki ya Mungu. Tina. Jamani. Kwa hiyo unataka kusema pia mshikaji naye anatokea huko Tabora? Ndio. Aha. Wewe baba wa mumeo unamjua? Baba mkwe wangu? Ndio namjua. Uwaga mnazungumza? Ndio tunazungumza. Na mama? Wote. Wamekukubalia? Ndio, na ndio maana nikawa mke halali. Kwani umeolewa? Ndio, mimi nimeolewa. Yaani shehe kabisa nini? Lilian si wa Kristo kanisani kabisa? Ngoja kwanza. Unajua nyie watoto wa Uswahilini nyie mkiwekana ndani ndio mnaitana mtu ba mtu mnakuwa tayari mmeshaoana. Yaani mmefunga kabisa kanisani ama? Ndoa yetu hatujalalisha kabisa kanisani. Unajua mwanaume akishaishi na mwanamke kuanzia miezi miwili tayari huyo ni mume na mke. Wewe. Kitabu gani kinasema hivyo? Ndio. Ni kinini? Biblia au Qur'an? Ni Biblia. Kuba beki unatudanganya. Kwa hiyo wewe kihalali tayari umeshakuwa mke wa mtu. Bwana, mimi ni mke wa mtu. Mtu akikusimamisha barabarani ajue hilo, mimi ni mke wa mtu. Unatoa namba utoe? Mimi sitoi namba. Aya, basi sawa. Sasa bwana, kitu kipekee ambacho Tina ameniambia huyu udugu wako huyu uishi yako wa baba mmoja mama mmoja wa wakwe zako, si ndio? Kuna jambo bwana ambalo mimi amenishirikisha na ndio maana kwanza nimeanza kukuongelesha kwa kucheka, kwa furaha, kwa sababu nataka tuendeleze furaha. Tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Samahani sijakutambulisha. Yule pale anaitwa Director Miki. Pale ameshika simu, anarekodi hili tukio. Hili ni tukio la kumbukumbu zetu tu. Sio baya, ni zuri. Na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza jambo fulani hivi. Kama utapenda, kubali kwanza hili tukio lirekodiwe kwa sababu sio la kukuaibisha, sio la kukuchafua, sio la kukudhalilisha. Ni tukio haki kabisa na halali. Je, upo tayari labda Miki endelee kurekodi? Kwema kwani? Kwema. Mbona mimi naonaga mtandaoni. Sasa kama mtandaoni mimi si mzee wa kashikashi, mzee wa shida. Sijazoea vitu kama hivi. Umezoea nini ngoma? Akiniita udugu wangu kama hivi nakuja hivi. Sijazoea hivi. Hakuna ubaya. Sasa leo si ndo katuita wote, utajuaje labda mimi nataka nioe? Sawa. Tina. Wewe una miaka mingapi? Mimi? Na miaka 23. Miaka 23. Tina wewe 22? Ndio. Tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Tukishindwa kufunga kula, tufunge hata matendo. Sala kwa Mwenyezi Mungu pamoja na baraka zinaambatana na kuwasaidia wasiojiweza pamoja na kusamehe wanaotukosea. Katika maisha yako ushawahi kumsamehe mtu ambaye labda amekukosea? Kosa kubwa sana la kukuumiza. Ndio, nishawahi kusamehe. Ujauzito ambao Tina ameubeba ni ujauzito wa James. Unamfahamu James? James? Sijajua James gani. Yaani James, labda James yupi? James? Kuna kina James wengi bwana. Sasa si ndo maana mimi nakwambia, mimi nataka hiyo pressure ispande hiyo. Kuna kina James wengi. Wewe James gani unamjua? Mume wangu pia anaitwa James. Siwezi kujua lakini labda James yupi? Huyu tunaishi naye hapa ndani. Yaani